Ni nchi gani Afrika ambapo unaweza kumwambia rais na kuheshimu lakini sikuogopi? Live kabisa na bado kaondoka salama. Manake Kenya kwa sasa si nchi ya kawaida tena. Ni nchi ambayo imeanza kuwafanya majirani zake washangae, wengine washindwe kuamini na wengine hata kuanza kuomba msaada. Huyu content creator kutoka Tanzania anashindwa kabisa kuelewa. Anauliza, inawezekana kweli mtu kusimama mbele ya rais na kusema na kuheshimu lakini sikuogopi? Manake kwa baadhi ya nchi Afrika hichi si kitu cha kawaida kabisa. Ni kitu kinachoweza kukuweka matatani. Imagine kuna nchi mtu anasimama anaongea na rais, anamwambia mimi sikuogopi. Imagine hiyo nchi ipo. Mtu anasimama mbele ya rais face to face, wanatizamana, anamwambia rais wa nchi yake kwamba sikuogopi. Rais wa nchi. Imagine Kenya. Yaani mtu anasimama mbele ya rais, wanatizamana, anamwambia mimi sikuogopi. Hiyo ndio Kenya sasa yenyewe ambao mimi naijua kwenye katika vyombo vya habari. Yaani mimi tu kumwambia mteja wa Kisinia kwamba chakula kimeisha siwezi. Au ameagiza delivery kutoka Kisinia restaurant, nimwambie kwamba chakula kimeisha siwezi. Lakini mtu anaongea na rais kama anaongea swi na ndugu yake, anamwambia wewe sikuogopi. Na rais yupo anamsikiliza. Imagine Kenya hii. Mimi tu pale Kisinia restaurant, mteja hawezi akaja nikamwambia kwamba chakula kimeisha. Lakini mtu anaweza kuongea hivyo na rais. Sio mbunge, sio diwani, sio mwenyekiti, rais. Anamwambia mimi sikuogopi. Kenya hapana jamani. You guys, mimi tukuongea na mteja siwezi, wa Kisinia restaurant Mkaba Mmanisiti siwezi, lakini mtu anaweza. Hapana, hii nchi naomba ihamishwe hapa duniani, itafute dunia yake. Hii nchi hatuitaki hapa duniani kwetu, itoke tu. Hatuwezi kwa kweli. Lakini Wakenya wanasema hiki si kitu kipya. John Medu mwenyewe anatukumbusha kuwa Rais William Ruto aliwahi kumkosoa aliyekuwa bosi wake Uhuru Kenyatta hadharani. Hii inaonyesha kitu kimoja, ya kwamba tamaduni ya kusema ukweli imekuwepo Kenya kwa muda mrefu na wala haijaanza sasa. I mean, I'm not the person to tell President na kuheshimu lakini sikuogopi. I mean, you have seen President William Ruto, he himself was telling Uhuru Kenyatta, I don't fear you. Nataka nimuombe rais wetu wa Kenya, tafadhali bwana rais, you shouldn't be the source of threats in Kenya. Wacha kutisha wa Kenya. Kazi yako ni kuhakikisha kwamba Wakenya wote wako salama. Wacha kutuambia ya kwamba tutakujua wewe ni rais. Sisi ndio tulikuchagua na tulikuchagua uwe rais wa Kenya. Wacha kututisha. Sisi hapana watu wa kutishwa. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Tunaelewana? Na mimi nataka nimwambie rais, wacha kuniletea maneno my friend. Wewe sukuma candidate yako bwana Kitendawili. Unaniongelea nini? Sijui kama tunaelewana. Mr. President, please stop talking about me. Talk about your candidate. Tunaelewana? Mtu waambie wewe rais, utuambie huyu mtu wa Kitendawili atawacha kungoa reli lini? Atawacha kujiapisha lini? Atawacha kuvuruga Kenya lini? Atawacha mambo ya violence lini? Na utuambie agenda ya huyo jamaa. Wachana na William Ruto. I supported you when you needed a man to support you. If you do not want to support me, leave me alone. With a lot of respect, my friend, Mr. President, please be a decent human being. Kuwa muungwana, kuwa na shukurani. Sisi ndio tulikusaidia. Wacha kujifanya saizi eti sijui unajifanya nini. Please, ama niaje my friend. Sasa eti wewe sasa unaanza kunithreaten mimi. Ati utanifanya nini? Bora usiue watoto wangu. Lakini mimi na wewe tafadhali tuheshimiane. I'm actually surprised. You've seen the way President William Ruto is laughing. You know, he's very happy on that clip. Now he's the one that wants to lecture us on morals. I mean, if I was wrong then, why was he laughing? Why was he encouraging me? Why was he very happy about it? You've even seen the clips that have been going around. You have seen because let me tell you, and I want to say this, because it's something that I deeply believe in. As a leader,
the first and foremost priority that you must give are the people who have given you that responsibility. You must always think about your people. You must always prioritize your people. I said it on the podium at Old Kalau. It is not my work to crap for William Ruto. That's not what has been provided for in this constitution. You can't see, if you read cover to cover, you can't see a provision that a senator is supposed to crap for the president. But you will see that a senator is supposed to pay oversight on national government. Now, since I have not had an opportunity, and I even said it, Mheshimiwa Rais, unajua mimi sijakuona siku nyingi, I have not had an opportunity to see him, and these people who go to State House, I don't know what they keep telling him. Since I got that opportunity, and by the way, it's only that member of parliament disrupted me. I had so much that I wanted to say, especially on projects, because I know them. He came and promised the county aggregation industrial park in Njambini. It was not started. He said that he give us 250 million. He never gave us even a shilling. He came and promised the St. Luke's water project in Njambini, 1.2 billion. He never gave us even a shilling. He came to Muhoni water project in Kipipiri. He promised us 400 million, not even one shilling. He came to Kirema water project in Ndaragwa. He promised us 500 million, not even a shilling. He came to Pesidam. He said that it will be done in a year. Has not even been advertised. I had a long list of the projects, and it is him. In fact, it's only that now that's why I thought I would be disrespectful. That's why I chose not to be disrespectful. I would have actually played the clips because I have them. Lakini mambo yanazidi kuwa mazito zaidi. Huyu creator kutoka Nigeria naye anawaomba Wakenya wasimame kama peacekeepers wa East Africa ili waendelee kudumisha amani. Hii inakuja baada ya kauli nzito kutoka Uganda. Swali linakuja, je, Kenya imekuwa nguvu mpya ya sauti ya wananchi Afrika? Kenya people, please, I want to beg you guys to do something for me. We all know that you guys are the peacekeepers of Eastern Africa. When it comes to keeping peace in the Eastern African zones, it's you people that is doing that job. Please, your neighbor Uganda, this past few days, their commander-in-chief, that is their president's sons, he is the commander-in-chief. He has been saying online that Uganda is going to send 100,000 military to go to Israel. This war with Israel and Iran, it doesn't concern us Africans. So it doesn't. Kenyans, please speak to your help, cautions your neighbors, help cautions Ugandans so they can caution their commanders. Because when they will start these things now, Iran now will say, if they send military now, Iran will start dropping bombs. And these people, Iranians people, they make it rain. No, it's nothing for them. It's nothing for them to just decide the one day now. They just take out the whole Kampala. Is it Kampala? Is it Uganda? Yeah. You can just decide and take out the whole Kampala now and start. Problems now will increase in that Eastern African zone, and you Kenyans will feel it. You people will be the first to feel it. Kenyans, you will be the first to feel the problems, because when those problems start, everybody will be running to you inside you people's countries, and now you guys will face a lot of insecurities. So Kenyans, I am begging you people, speak to Ugandans and want pressure to Ugandans so they can speak to their commander-in-chief to close his mouth. Iran and Israel, it is not of Africans' business. We don't want to put our mouth in fights that we know, even if we put our mouths there, we cannot contribute to anything. Because let's face fact, most African countries, if Iran comes for us now, none of us can defend ourselves. Most of us, we cannot defend ourselves against them. Kenyans, okay, one love. Alafu kuna video ya zamani ya mchungaji huyu kutoka Tanzania imeanza kusambaa tena. Anasema Tanzania imepakana na nchi nyingi, lakini jirani yao ni mmoja tu na ni Kenya. Kauli hii leo imeonekana kuwa na maana tofauti kabisa. Tanzania tumepakana na nchi nyingi. Yaani ukianzia Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, Zambia, Malawi, Msumbiji, zote hizo tumepakana. Lakini tuko na jirani huyu. Tuna jirani mmoja tu. We have our neighbor, msumbufu, ambaye anaitwa Kenya. Huyo ndio jirani. Lakini wengine wote hao tumepakana nao tu. Lakini tuko na jirani msumbufu.
Na hapa kuna video nyingine ya zamani ya mchambuzi wa sheria kutoka Tanzania Boniface Mwabukusi akiweka wazi tofauti kubwa. Anasema wakati wazazi wa Kenya walikuwa wanapigania katiba, wale wa Tanzania walikuwa wanapigania Simba na Yanga, na matokeo yake ndio haya tunayaona leo kwa Gen Z wa Tanzania. Wakati wazazi wa Kenya wakidai katiba, wazazi wetu walikuwa wakigombania Simba na Yanga, Jando Unyago, Manchester, wengine wako kubeti. Alafu unataka Gen Z wa Tanzania wa flow kwenye nini? Wa flow kwenye nini? Kwenye katiba ipi? Hii katiba inaruhusu polisi kuua. Hii katiba inavumilia kutekwa. Katiba ambayo mtu anapokea, mtu akienda mahakamani aliyepotea ndio anaambiwa athibitishe kama yeye ndio anamilikiwa, wamekamatwa na polisi. Katiba hii ambayo mahakama ikitoa amri, mwanasheria mkuu au prosecutor anaweza kaipinga na kuidharau na lolote lisitokee. Katiba hii ambayo wananchi wakisema tunaandamana na wanajeshi wanasema tunaenda kufanya usafi barabarani. Kwa hiyo lazima tuwatendee haki vijana wa taifa hili. Vijana wa taifa hili wameadhibiwa kwa sababu ya maamuzi mabovu ya wazee wetu waliotangulia, na mambo ya zidumu fikra za mwenyekiti wa chama, zidumu fikra, baadaye wakaja zidumu fikra sahihi, baadaye wakaja CCM ni baba yangu na mama yangu, wakaacha kudai mambo ya msingi, kutengeneza katiba, kutengeneza mifumo ya kisheria, kutengeneza mifumo ya uwajibikaji. Gen Z wanavuna matunda ya baba zao, na sisi tunavuna matunda ya baba zetu. Kenya imekuwa mfano, lakini pia imekuwa mjadala. Wengine wanaiangalia kwa heshima, wengine kwa mshangao, na wengine kwa hofu. Lakini swali kuu ni hili: je, unadhani Kenya iko mbele sana, au hii ni njia ambayo inaweza kuwa hatari kwa Afrika? Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.